Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu wadau wa elimu ya nyota. Leo tena tujifunze somo fulani linalohusiana na elimu ya nyota. Leo tupo katika kutambua sayari zinazotumika sana katika uchawi. Sayari zinazotumika sana katika uchawi. Na je, sayari hizo katika mlolongo wa milango yako 12, je, sayari hizo zinaonekana kwa namna gani? Ni maeneo gani ambayo wewe unaweza ukaathirika zaidi endapo utafanyiwa uchawi wa kutumia sayari hizi? Sayari zipo 3 ambazo zinatumika sana. Si kwamba zingine hazitumiki, zinatumika, lakini hizi 3 wanazitumia sana katika kufanya mambo ya kichawi. Kuna sayari ya Mirihi au Mars, wanaitumia sana katika kufanya uchawi. Mara nyingi katika kuleta uchawi wa vita, uchawi wa kumwagana damu, uchawi mbaya sana huo. Wanapenda kutumia sayari ya Atwaridi au Mercury. Hii ni katika kuleta maradhi, katika kuleta shida katika mawasiliano, katika kuleta vifungo, kama ambavyo sayari inahusika na afya. Kwa hiyo wanaitumia wao katika kufanya uchawi unaohusiana na afya. Wanatumia katika kufanya uchawi unaohusiana na mawasiliano. Wanatumia katika kufanya uchawi unaohusiana na vikundi vya watu au genge la watu. Inaweza kama makelele, inaweza kama njama za watu. Basi wanatumia sayari ya Atwaridi au Mercury. Sayari nyingine ya 3 ambayo ndio kubwa zaidi na ndo wanapenda kuitumia zaidi, kwamba katika hizi sayari mbili hizi za kwanza wanaweza wakatumia uchawi wa Zohali. Sayari ya 3 ni uchawi wa Zohali. Hii ndio inapendwa sana sana na uchawi wake ni mbaya mno. Unaweza ukakaa na wewe uchawi huo kwa muda mrefu sana. Wanaweza wakatumia uchawi wa Zohali. Uchawi wa Zohali kazi yake nini? Vifungo, unatumika katika kufanya vifungo, kuleta uzito wa mambo, kuleta fitna, kuleta uchawi wa aina yoyote, uchawi wa aina yoyote. Sayari hii ya Zohali inaweza ikaleta uchawi unaotokana na Mirihi, inaweza ikaleta uchawi unaotokana na Atwaridi, kwa maana uchawi wa mawasiliano, Mirihi uchawi wa vita. Sasa sayari hii ya Zohali ndo mama wa uchawi. Mama wa uchawi katika sayari ni sayari ya Zohali. Sasa hizi sayari 3 zina nyota zake. Sayari ya Mirihi ina nyota 2, nyota ya punda na nyota ya nge. Sayari ya Atwaridi ina nyota 2, nyota ya mapacha na nyota ya mashuke. Sayari ya Zohali ina nyota 2, nyota ya mbuzi na nyota ya ndoo. Sasa cha msingi ni kuangalia, je, hizi nyota zimeingia mlango gani katika milango yako 12? Zimeingia mlango gani katika milango yako 12? Hizi nyota pale ndio pahala ambapo sayari hizi zinagusa katika milango yako 12. Sasa tuanze kuona hapa katika baadhi ya nyota kwa namna gani unaweza ukaathirika na uchawi wa hizi sayari 3 kulingana na milango yako 12. Je, ni mazingira gani au maeneo gani ambayo ni hatari sana? Sehemu nyingine yote unaweza ukalogwa, lakini ukilogwa maeneo hayo ni hatari mno. Tuanze na nyota ya punda, AM au Y. Majina yanayoanzia na AM au Y. Tukianza na hii sayari ya Mirihi, imeingia katika mlango wa kwanza, mlango nafsi. Unaweza wewe ukalogwa uchawi ukavurugika nafsi yako, nafsi yako ukavurugika, mlango wa kwanza huo. Mlango wa pili imekuja kuingia sayari hii ya Mirihi katika sura ya nyota ya nge, imeingia katika mlango wa 8. Kwa milango miwili hii, mlango wa kwanza na mlango wa 8. Mlango wa 8 unahusika na kifo, kufa kwa mambo yako, kuharibika kwa mambo yako, unahusika na majanga,
Mlango wa 8 unaweza ukaletewa majanga. Sasa mchawi anafanya nini? Mchawi anaweza akatumia siku hiyo hiyo ya nyota yako, kwa maana siku ya Jumanne saa 12:30 asubuhi akafanya mambo yake. Hapa analoga mlango nafsi. Anaweza akatumia siku ya Jumanne muda wa nge, mlango wako wa 8, siku ya Jumanne muda wa nge, mlango wako wa 8, ambayo ni saa 8 mchana, akafanya uchawi wa kukuletea mabalaa, uchawi wa kukuletea vifo katika mambo yako au kuharibika katika mambo yako. Vifo sio lazima ufe wewe, hata mambo yako kufa, kuharibika, mipango yako kuharibika, kufa, yote hii ni majanga ambayo yanatokana na mlango wa 8. Hiyo ni sahali ya Milki. Sahali ya Utawaridi na yenyewe imeingia sehemu mbili katika nyota yako wewe, mtu wa nyota ya punda. Imeingia katika mlango wa 3 unaohusiana na mawasiliano, na pale imejitokeza kama nyota ya mapacha. Sasa mchawi anaweza akafanya jambo lolote katika mlango wako wa 3, katika kuzuia harakati zako, kuharibu harakati zako, kuharibu mawasiliano yako. Anaweza akafanya kitu chochote katika mlango huo. Mlango mwingine ni mlango wa 6. Mchawi anaweza akatumia sayari ya Utawaridi, kwa maana imejitokeza nyota ya mashuke, akafanya uchawi wake. Nyota ya mashuke inatawala siku ya Jumatano saa 8 mchana, akafanya uchawi wake siku ya Jumatano saa 8 mchana, kukuloga wewe mtu wa nyota ya punda, kukuletea maradhi ya namna mbalimbali yoyote. Japo huyu mashuke anahusika na magonjwa ya tumbo, lakini unaweza ukapata magonjwa au maradhi ya namna yoyote. Unaweza ukapata vifungo vya namna yoyote. Kwa hivyo mchawi ni opportunist, anajua mazingira ya kukupiga wewe, ya kupige wapi. Kwa hivyo ukiona mazingira kama hayo, umepata uchawi wa namna hiyo, basi wahi haraka sana katika kutafuta matibabu. Na wakati mwingine katika mlango wa 6 sio lazima uchawi, kwa maana uchawi, hata kitu chochote kibaya ambacho kinaweza kikakuletea shida ya magonjwa ya kibaiolojia, hasa magonjwa ya tumbo, basi katika muda huu unaweza ukapata changamoto hiyo. Sahari nyingine ni sahari ya Zohari. Imeingia katika mlango wako wa 10 na mlango wa 11. Wewe mtu wa nyota ya punda, huyu sasa mama au baba wa uchawi ameingia kwako mlango wa 10 na mlango wa 11. Anaweza akatumika huyu katika mlango wa 10 ambapo imekuwa ni nyota ya mbuzi. Mlango wako wa 10 ipo sahari ya Zohari, lakini kwa sura ya nyota ya mbuzi. Mlango wa 10 unahusika na nini? Mlango wa 10 unahusika na kazini kwako, sehemu ambayo wewe unakwenda kupata riziki, aidha unafanya biashara, ama umeajiriwa, ama una huduma fulani unatoa, lakini yote kwa yote kwamba ndio sehemu ambayo wewe unapata riziki. Kwa hivyo unaweza ukaletewa uchawi wa namna yoyote, huo wa kifungo, wa mawasiliano, wa nini. Huyu mbuzi au Zohari anabeba uchawi wa namna yoyote, kwa sababu huyu ndio mama wa uchawi. Lakini sehemu ya pili ni mlango wako wa 11. Mlango wa 11 unahusika na matarajio yako, unahusika na msaada. Unaweza ukashangaa wewe mtu wa nyota ya punda, matarajio yako hayatimii, kumbe kuna mtu amefanya kitu katika mlango wako wa 11. Kwa hivyo muombe sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu wachawi kila siku wanaamka na yao, kila siku wanafanya yao katika kufanya fitna. Hivyo ndivyo ambavyo nyota ya punda inaweza ikaathiriwa kwa uchawi kutokana na hizi sayari 3. Si kwamba sehemu zingine huwezi kulogwa, lakini sehemu hizi ni hatari zaidi. Na zile sehemu ambazo imejitokeza sayari ya Zohari, kwa maana mlango wa 10 na mlango wa 11, kazini kwako na matarajio yako. Hizi sehemu ukipigwa kitu cha mchawi ni mtihani sana, na Mwenyezi Mungu awanusuru. Tunakuja nyota ya ng'ombe. Nyota ya ng'ombe BNZ. Tunaangalia sayari ya Mirikhi imesimama wapi na inawezaje kukuathiri. Sayari ya Mirikhi ambayo ina nyota 2, nyota ya punda na nyota ya nge. Kwa wewe mtu wa ng'ombe, sayari hii imejitokeza katika mlango wa 12, mlango wa uadui hasa. Ndio maana huyu mtu wa nyota ya ng'ombe ana uadui mzito, tena mkali sana, tena uadui wa kumwagana damu.
Yani maadui zake wana nguvu kubwa, kwa sababu ipo nyota ya punda, uadui wenye hasira kali sana. Mlango mwingine ni mlango wa 7. Imejitokeza sayari ya Mirihi kama nyota ya nge. Sawa, nyota ya nge ni maji, nyota ya ng'ombe ni udongo, mnaendana sawa. Lakini mchawi anaweza akatumia huo mlango wako wa 7 kama hauko vizuri, akafanya mambo yake. Ndoa zikawa changamoto, badala upate mtu mnayeendana kinyota, unapata watu ambao hamwendani, unazidi kupotea. Pengine ndoa ikawa mtihani wewe kwako kupata ndoa. Pengine ndoa ya kwanza tu ukalogwa na ukaachana naye na ukashindwa kuendelea tena. Hujaolewa tena wala kuoa tena. Basi unaweza ukafanyiwa uchawi. Huu uchawi wa nge maana yake ni uchawi wa kuharibu. Uchawi wa kuharibu, uchawi wa kuua. Sasa mchawi anaweza akafanya mambo mabaya, kuua mlango wako wa ndoa ama kuua ndoa zako. Ukawa wewe huoi kabisa ama huolewi, au ulivyoolewa mara ya kwanza mkaachana ndo basi tena. Hupati bahati hiyo, mchawi ameshaua ndoa zako, kaziua, kamtumia huyu nyota ya nge. Kwa sababu amekuta na wewe uko tupu, hauna kinga, hauna Mwenyezi Mungu, basi ameweza kupitisha vitu vyake. Sayari ya pili ni sayari ya Atwaridi. Je, sayari hii inajitokezaje? Imejitokeza katika mlango wa 2 na katika mlango wa 6. Mlango wa 2 imejitokeza kama nyota ya mapacha. Mlango wa 2 unahusika na kipato. Kipato chako. Wewe mtu wa ng'ombe unaweza ukalogwa katika kipato chako. Hichi kipato kikawa kinaingia na kutoka, hakikai kikaturia. Kipato chako kikawa cha kubadilika badilika. Cha kubadilika badilika. Kikawa kipato kinaingia hakikufanyii lolote. Yani unapata pesa, hakuna cha maana unachofanya, ile pesa inaondoka. Kabla hujafanya chochote cha msingi, yani umepanga ufanye jambo fulani, ukishapata ile pesa haikai mikononi mwako, yanatokea matatizo kwenye kipato chako, kwa sababu ipo nyota ya mapacha. Kama mchawi ataitumia, yani hii nyota ya mapacha kuwepo hapa sio shida. Shida ni kama mchawi ataitumia kwa ajili ya mambo yake ya kukuroga wewe. Mlango mwingine, mlango wa 6, ambapo sayari ya Atwaridi imejitokeza kama nyota ya mapacha, nyota ya mashuke. Nyota ya mashuke katika mlango wako wa 6 inaweza ikakuletea magonjwa, maradhi ya tumbo, pia inaweza ikakuletea makelele, magomvi, vita vya makelele, magomvi, inaweza ikakuletea wizi, inaweza ikakuletea uchawi wa namna yoyote, wa magonjwa ya namna yoyote. Mchawi anaweza kaitumia nyota ya mashuke ili kukuloga. Vifungo, tena huyu mashuke ana vifungo vibaya sana. Kwa hiyo mtu wa B, N na Z unaweza ukajikuta unapitia vifungo vya muda mrefu na vibaya sana. Tunakuja mama wa uchawi ambaye ni Zohari. Je, kwako ameingia wapi na wapi? Huyu mama wa uchawi ameingia mlango wa 9, ametokeza katika sura ya mbuzi. Ameingia na mlango wa 10, ametokeza katika sura ya ndoo. Sasa hii milango mchawi anaweza akafanya uchawi wa muda mrefu kukuloga. Katika mlango wa 9 maana yake hapa inahusika na ustawi wako. Mambo yako ya elimu ya juu. Unashangaa ndo hapa mtoto wa B, N na Z anasoma, ana malengo afike mbali, afike chuo, apate degree zake, lakini wajanja wachawi wakigundua, basi wanakuja kufanya kitu katika mlango wako wa 9. Wana block, wanaweka kitu katika mlango wako wa 9 ili kukuzuia yale malengo yako ya kufika mbali katika elimu usiweze kufika mbali. Wachawi wana roho mbaya sana. Mwenyezi Mungu awalani. Mlango wako wa 10 ipo nyota ya ndoo, ambayo yote hii inatokana na sayari ya Zohari. Mlango wa 10 unahusika na masuala ya kazi. Na wewe kazini kwako unaweza ukawekewa uchawi huu wa Zohari, uchawi wa vifungo, uchawi wa, unaweza ukawa unahangaika huko kazini unafanya, lakini hakuna machumo. Hakuna machumo, ama wenzako hawaoni kama wewe unafanya kazi. Pamoja na kujituma namna gani, lakini wenzako wakawa hawaoni kama unafanya kazi.
na hapa unaweza ukapata changamoto na maadui wengi sana kazini, ambao kwa mwanzo walionekana kama rafiki zako, jamaa zako, lakini wanaweza wakabadilika wakawa watu wabaya mno ambao wewe ukutarajia wala ukutegemea. Tunakuja katika nyota ya mapacha. Tuone nyota hii ya mapacha katika hizi sayari tatu inaathirika vipi endapo mchawi atafanya mambo yake. Tunakuja katika sayari ya Mirihi. Sayari hii imeingia katika mlango wa 11 na mlango wa 6. Mlango wa 11 imeingia kama nyota ya punda, na mlango huu unahusika na matarajio, matarajio yako ama msaada wako. Sasa hapa mchawi anaweza akafanya jambo kwamba yale matarajio yako ambayo wewe unayatarajia basi hayaji kwa wepesi, yanakuja kwa kupambana, yani mpaka ugombane kweli kweli, yani upate tabu kweli kweli, ikiwezekana uumie kabisa, ndio matarajio yanaweza kutimia. Sasa hayo yanakuwa ni mateso ya mchawi, ameongeza kitu pale katika kukuharibia mambo yako. Katika mlango wa 6, mlango huu wa 6 unahusika na vifungo. Imejitokeza sayari ya Mirihi kwa sura ya nyota ya Nge, Sasa hapa unaweza ukaharibikiwa, ukapata changamoto mbalimbali, maradhi, magonjwa, mabalaa, magomvi. Tena magomvi hapa ni mabaya mno. Ukumbuke wewe mtu wa nyota ya mapacha una hasira sana. Ninakushauri kuwa makini na hasira, hasa unapokuwa katika magrupu ya watu. Usipende sifa. Ukiwa katika magrupu ya watu usipende sifa. Magrupu ya watu ni mlango wa 6, lakini imeingia nyota ya Nge. Kwa hivyo kuwa makini. Unaweza ukafanyiwa kitu kibaya tena cha kumwagika damu, ama wewe ukafanya kitu kibaya cha kumwaga mtu damu. Sasa vyote ni vibaya. Yaani umwagike damu wewe ni kitu kibaya, umwage mtu damu ni kitu kibaya, ni kitu kibaya, utakumbana na mkono wa serikali. Kwa hivyo kuwa makini sana, epukana na hilo, na umuombe Mwenyezi Mungu pia. Tukija katika sayari ya Twaridi, imejitokeza katika mlango wako wa kwanza na mlango wa 4. Mlango wa kwanza imejitokeza kama hiyo nyota yako, nyota ya mapacha, mlango nafsi. Kwa hiyo mchawi anaweza akakuloga katika siku yako ya Jumatano saa 12:30 asubuhi, akafanya mambo yake kukuvuruga nafsi yako. Lakini katika mlango wako wa 4 imeingia nyota ya Mashuke. Mlango wa 4 imeingia nyota ya Mashuke ambayo nayo inatoka katika sayari ya Atwaridi. Sasa huu mlango wa 4 unahusika na masuala ya uzazi. Masuala ya uzazi. Sasa hapa unaweza ukajikuta una vifungo, hasa hapa kwa wanawake wale wa CO, nyota ya mapacha. Unaweza kushangaa unatafuta uzazi ni watabu sana, kumbe mchawi amefanya mambo yake katika mlango wa 4. Lakini pia jihadhari na magomvi na vurugu nyumbani kwenu, kule kwenu kwa wazazi wako. Jihadhari na magomvi na vurugu, maana yake na wale ndugu zako au na wazazi wako, hasa wazazi pia. Kuwa makini sana, usigombane na wazazi wako. Unaweza ukapata laana ambayo utakuja kujuta maisha yako yote. Kuwa makini sana. Tunakuja sasa huyu mama au baba wa uchawi, sayari ya Zohari yenye nyota 2, nyota ya mbuzi na nyota ya ndoo. Je, kwako imeingia mlango wa ngapi? Imeingia mlango wa 8 na mlango wa 9. Mlango wa 8 imejitokeza kama nyota ya mbuzi, mlango wa majanga huo. Subhana, haki ya Mungu. Hapa uwe makini sana kwa wewe mtu wa nyota ya mapacha. Mlango wa 8 wenye majanga na mabalaa ipo nyota ya mbuzi. Maana yake ni kwamba hapa unaweza ukapata mabalaa au majanga ambayo yatakaa na wewe muda mrefu. Mlango wa 9 ipo nyota ya ndoo. Mlango wa 9 kama nilivyosema unahusika na ustawi wako, kukua mambo yako kukua ama kustawi. Mchawi anaweza akafanya jambo hapa, mambo yako yakawa hayakui, hayastawi, yakawa ni hewa. Kila unalolifanya linapotelea, wanasema linapotelea katika jamii
au linapotelea kwa watu. Ndo hapa sasa wanaposemaga watu, oh, kuna mtu anatumia nyota yangu. Watu huwa wanasema hivyo, japo sisi tunaamini mtu hawezi akatumia nyota yako, ila anaweza akafanya kitu fulani, wewe ukawa haunufaiki na mambo yako ya ustawi wako, wananufaika watu wengine. Nyota ya ndoo inahusika na jamii, wananufaika watu wengine, tena wanaweza wakawa ni watu baki, pengine hata sio ndugu kabisa. Yaani watu baki ndio wanafaidika na mambo yako, lakini sio wewe ama sio ndugu zako. Ni hatari sana. Tunakuja nyota ya kaa. Nyota ya kaa D na P. Tuone hizi sayari tatu zinaiathiri vipi kama mchawi atafanya mambo yake ya kichawi. Sayari ya Mirihi yenye nyota mbili, nyota ya punda na nyota ya nge. Kwanza nyota ya nge imeingia mlango wa 5. Mlango wa 5 unahusika na furaha, mapenzi. Hapa watu wa nyota ya kaa, endapo mchawi atafanya uchawi wake katika mlango wako wa 5 ambapo imesimama nyota ya nge, basi itakuwa ni ngumu wewe kupata mpenzi au kupata mchumba. Inaweza ikawa ngumu wewe kupata furaha. Hizi kesi imezipata sana. Mtu wa nyota ya kaa D na P, anatafuta mchumba aoe, anakataliwa kila sehemu. Hizi kesi nimezipata sana sana sana. Kwa nini? Mchawi alifanya jambo katika mlango wako wa 5, katumia sayari ya Mirihi. Na wakati mwingine kukutana na majanga ama ugomvi katika mapenzi, ugomvi mbaya katika mapenzi au hasara katika mapenzi, mabalaa, majanga, hasara zinaweza kutokea katika mapenzi. Manake ni kwamba ninaposema unakosa mpenzi au mchumba, manake mchawi anaweza akatumia mlango huu wa 5 akamtumia nge kuua. Nyota ya nge inahusika na kifo, akaua mapenzi kwako, watu wasikupende. Watu wasikupende. Akiua mlango wako wa mapenzi, maana yake wewe popote unapopeleka posa lazima ukataliwe. Tunakuja sasa mlango wa 10. Mlango wa 10 imeingia nyota ya punda, sayari hiyo hiyo ya Mirihi, maana yake ni kazini. Basi huko kazini kunakuwa na kelele, kunakuwa na vita, kunakuwa na hatari. Kazini huko kunakuwa na kelele na vita na hatari. Unaweza ukachukiwa na bosi bila sababu, japokuwa unajituma, una nguvu kubwa ya kufanya kazi. Kwa hivyo uwe makini maeneo hayo na Mwenyezi Mungu akusaidie. Tunakuja sayari ya Twaridi. Sayari hii katika wewe mtu wa nyota ya kaa imeingia mlango wa 12 na mlango wa 3. Mlango wa 12 ipo nyota ya mapacha. Nyota ya mapacha. Sasa mchawi anaweza akafanya jambo lake katika mlango wako wa 12. Ukapata uadui. Hasa uadui kutoka kwa ndugu zako. Nyota ya mapacha iliyosimama hapa inawakilisha ndugu. Wewe mtu wa nyota ya kaa ukapata uadui mkubwa kutoka kwa ndugu zako. Yawezekana hata ni wakuzaliwa. Si kaka yako, mdogo wako, dada yako. Mchawi anaweza akafanya fitna. Pia fitna kutoka kwa watu wengine. Fitna, kijicho kutoka kwa watu wengine unaweza ukapata. Na uadui wa namna yoyote ile unaweza ukapata. Mlango wa 3 ipo nyota ya mashuke. Mlango huu unahusika na ndugu. Tizama sasa, mlango huu wa 3 unahusika na ndugu, lakini ipo nyota ya mashuke ambayo inahusika na uchawi na marazi na vifungo. Kwa hivyo mchawi anaweza akafanya mambo yake kukuharibia mawasiliano yako, mawasiliano yako akaharibu, akakuharibia, kwa sababu mlango wa 3 ni muhimu sana. Huu mlango wa 3 unahusika na mawasiliano, unahusika na harakati. Ukajikuta wewe ni mzembe mzito wa kufanya mambo yako. Wewe mtu wa nyota ya kaa, yaani mzembe mzito ni sawa. Nyota hii ya kaa ni wapole, ni wataratibu, lakini ukajikuta ni too much. Ni mgumu kutake action, ni mgumu kufanya maamuzi. Maamuzi yanahusika na mlango wa 3. Kama hapa nimekaa, nikitaka kunyanyuka ninaamua ngoja niamke, naamka. Sasa unajikuta huu mlango wako wa 3, wewe ni mzito wa kufanya maamuzi. Mchawi akifanya kitu chochote kile, basi wewe unakuwa mzito wa kufanya maamuzi. Unaweza ukaa huko sehemu mbaya, unashauriwa ondoka, toka hapo.
lakini wewe ni mzito wa kutoka hapo. Pengine upo katika ndoa yenye changamoto, unashauriwa achana naye, lakini wewe hautaki kuachana naye, yaani ni mzito wa kufanya maamuzi. Endapo mchawi atafanya mambo yake katika mlango wako wa 3. Tunakuja sahari ya Zohari, mama wa uchawi au baba wa uchawi. Ameingia katika mlango wako wa 7 na ameingia katika mlango wako wa 8. Mlango wa 7 amejitokeza kama nyota ya mbuzi. Hawa watu wa nyota ya kaa wanakuwa na changamoto katika ndoa zao. Yaani mtu wa nyota ya kaa amuombe sana Mwenyezi Mungu. Asipokuwa makini anaweza akaletewa uchawi katika ndoa yake, aidha asipate ndoa. Kama tulivyoona mlango wa 5 ikawa mtihani kupata mchumba, maana yake ni kwamba ukikosa mchumba basi hata ndoa haitopatikana. Mlango wa 7 kukaa na uzito. Unapotafuta ndoa kuna uzito mkubwa, ama ukaipata ndoa lakini mke wako akaja kukuloga, au mumeo akakuloga, au mtu yote akatoka nje akakulogeni nyie katika hiyo ndoa yenu. Ndiyo huyu mbuzi aliyesimama hapa na maanisha hivyo. Kwa hivyo unapaswa uwe makini sana na kumuomba Mwenyezi Mungu pia. Katika mlango wa 8 kama tunavyosema, mlango huu unahusika na majanga, mabalaa, Kwa hivyo wewe mtu wa nyota ya kaa unaweza kukutana na majanga mitaani, mabalaa, majanga ya namna yote ile mtaani, katika jamii unayoishi. Unaweza ukachukuliwa tofauti na jamii unayoishi pale, unaweza ukawa unaishi maeneo hayo ukaona kwamba hawa watu kama vile uko peke yako, kama hawakutaki, lakini kiuhalisia si kweli, ila mchawi kafanya mambo yake mabaya. Mchawi kafanya mambo yake mabaya kukuletea majanga katika jamii yako. Nyota ya Simba, E na Q. Tuangalie hizi sahari 3. Sahari ya Mirihi imeingia katika mlango wa 9, imejitokeza kama nyota ya punda. Mlango wa 9 imejitokeza kama nyota ya punda. Wewe mtu wa E na Q, katika kustawi kwako, mchawi anaweza akatia uchawi hapo, ikawa kwamba ili wewe ustawi lazima ni vita, yani upambane kwa vita. Badala ya kupambana kawaida kama wengine, maana yake wewe ile vita iongezeke. Ni kweli hii nyota ya punda iliyoko hapa inaelekeza kwamba utumie nguvu. Sasa mchawi akiongeza, maana yake wewe mpaka utumie nguvu sana, ikiwezekana ugombane, ndio mambo yako yaweze kustawi. Mlango mwingine ni mlango wa 4. Mlango wa 4 unahusika na wazazi. Imeingia nyota ya Nge. Wazazi, nyumbani, uzazi. Mchawi anaweza akatumia nyota ya Nge. Nyota ya Nge inahusika na kufa. Akaua mahusiano yako mazuri baina yako wewe na wazazi wako. Akaua uzazi wako. Akakuletea uchawi wa namna yote ile. Mchawi anaweza akaitumia nyota ya Nge kukuletea uchawi wa namna yote katika huu mlango wako wa 4, unaohusiana na wazazi, unaohusiana na uzazi wako, unaohusiana na nyumbani kwako unapoishi hapo. Anaweza akafanya namna yote ikawa ni majanga ya namna yoyote ile kufuatana na alivyonuizia. Sahari inayofuata ni sahari ya Atwaridi. Sahari hii imejitokeza katika mlango wa 2 na mlango wa 11 katika wewe mtu wa nyota ya Simba. Mlango wa 2 ipo nyota ya Mashuke. Mlango huu unahusika na kipato. Mchawi anaweza akaitumia nyota hii ya Mashuke kufunga kipato chako. Akafunga kipato chako kikaa kizito kisipatikane. Akatia uchawi mbaya sana. Wanasemaga akatia maradhi katika kipato chako. Nyota ya Mashuke inahusika na magonjwa. Akatia magonjwa kwenye kipato chako, kipato kikawa kinaugua. Maana yake unaweza usipate, ama ukawa unapata kipato hakieleweki, namna ya mfumo wa riziki yako inavyopatikana ikawa haieleweki, unashindwa kufanya mambo yako ya msingi. Mlango wa 11 unahusika na matarajio. Imeingia nyota ya Mapacha. Basi katika matarajio yako mchawi anaweza akatia uchawi wake kwa kutumia nyota ya Mapacha. Matarajio yako yakawa hayana uhakika. Unategemea kitu fulani utapata, upati. Wakati mwingine uelewi kinakuja, yani hakitimii.
yani yakawa ni chenga chenga, yale matarajio yako yakawa ni chenga chenga, hayaeleweki, mara yaende mbele, mara yarudi nyuma. Hiyo ni nyota ya mapacha, ndio kazi yake hiyo. Endapo mchawi atafanya uchawi kwa kutumia nyota ya mapacha kukuroga wewe mtu wa nyota ya Simba. Tuangalie sasa mama au baba wa uchawi. Sayari ya Zohari imeingia katika mlango wa 6 na mlango wa 7. Mlango wa 6 imeingia kama nyota kama mbuzi. Mlango wa 7 imeingia kama nyota ya ndoo. Mlango wa 6 unahusika na magonjwa, vifungo. Nyota ya mbuzi inahusika na mifupa. Kwa hivyo unaweza ukaroga uchawi ukaugua mifupa, ukawa unaumwa ule ugonjwa wa mifupa au joints. Mchawi anaweza kaingiza kitu chake hapo. Lakini pia akaweka kifungo kizito kwenye maisha yako. Kifungo kizito. Kumbuka nyota ya mbuzi ina vifungo vizito mno. Katika mlango wako wa 7 ipo nyota ya ndoo. Anaweza akaroga katika mlango huo kwamba ndoa zako zisitimie. Matarajio yako katika ndoa zako yasitimie kabisa. Kwa hivyo hapo ni kumuomba Mwenyezi Mungu ili aweze kutuepusha na changamoto za namna hiyo. Leo tuishie katika nyota ya mashuke. Tuone nyota hii ya mashuke. Hizi sayari tatu zinaweza kukuathiri kwa namna gani endapo mchawi atafanya uchawi wake. Tukianza na sayari ya Mirihi, imeingia katika mlango wa 3 na mlango wa 8. Mlango wa 3 imeingia kama nyota ya nge. Mlango wa 3 unahusika na mawasiliano, harakati. Hii nyota ya nge inaweza ikatumika kuua mawasiliano yako, kuua harakati zako. Inaweza ikatumika kuleta fitna ama kuua harakati zako, kuua mawasiliano yako. Mlango wa 8 imeingia nyota ya punda. Mlango huu ni wa kuangamiza, kuharibika kwa mambo yako, majanga, mabalaa, kufa kwa mambo yako. Basi na unajikuta wewe mtu wa mashuke, mambo yako yakianza kuharibika ni haraka. Kama mchawi amefanya jambo hilo, ni haraka unashuka mambo yako yanaharibika yote. Maana yake mchawi ametumia nyota ya punda. Ametumia nyota ya punda. Tukija katika sayari ya Twaridi. Sayari hii imeingia katika mlango wako wa 1 na mlango wa 10. Mlango wa 1 ipo nyota ya mashuke ambaye ndio wewe. Mlango wako wa nafsi. Mchawi anaweza akatumia mlango nafsi kukuloga ukawa na hasira mara kwa mara. Ukajikuta wewe ni mtu wa hasira, kitu kidogo umekwazika una hasira. Maana yake ametumia mlango nafsi wako katika kukoleza. Yaani ile hasira ipo kwa asili iko pale, ila anaongeza ili kukuvuruga zaidi. Pia anaweza kutumia mlango wa 10. Mlango wa 10 ni kazini kwako. Kazini kwako kukawa na fitna, mapacha anahusika na fitna. Kazini kwako kukawa na fitna, akatia fitna mbaya sana, magomvi, kusemwa, vijembe vya hapa na pale, unakutana na maadui wa namna hiyo. Basi muombe Mwenyezi Mungu akuepushe inshallah. Tunakuja katika sayari ya Zohari, mama au baba wa uchawi. Kwako ameingia mlango wa 5 na mlango wa 6. Mlango wa 5 unahusika na mapenzi. Unaweza ukalogwa katika mlango huo wa 5 usipate mpenzi kabisa. Yaani kabisa, watu ni wabaya sana ndugu zangu. Yaani usipate mpenzi wala mchumba. Ukawa umelogwa kabisa, umetiwa kifungo kizito. Lakini pia katika mlango wako wa 6 unahusika sasa na vifungo. Ipo nyota ya ndoo. Mchawi anaweza akakuloga kwa kutumia nyota ya ndoo. Akakutia marazi, vifungo. Anaweza akachukua vitu fulani vinavyohusiana na wewe. Natoa mfano, japo sifiki mwisho maana watu ni wabaya. Akafanya mambo yake, akaenda kufukia jalalani au kutupa jalalani. Jalala linachukuliwa na nyota ya ndoo. Yaani vitu vimegawika kulingana na nyota. Jalala ni nyota ya ndoo. Njia ni nyota ya mshale. Nyumba kwa maana ya jengo ni nyota ya kaa. Kwa hivyo akafanya mambo yake yeye, akachukua kama ni nywele zako, kama ni unyayo, kama ni DNA yako,
akafanya mambo yake, akaenda kunuia jalalani, utapata kifungo kibaya sana, utapata magonjwa. Nafikiri unajua jalalani kuna bakteria wengi sana, utapata magonjwa mabaya sana, tena ya tumbo, magonjwa ya tumbo mabaya mno. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu atuepushe inshallah. Basi kwa leo tuishie hapa, tutosheke. Nimeishia nyota ya 6 ambayo ni nyota ya mashuke. Basi tukijaliwa tutaendelea nyota zingine mpaka kufika nyota ya samaki, nyota ya 12. Asanteni sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.